Mambo vipi? Hii ni siri, nataka nikushtue wewe ambaye kila siku umekuwa ukisema kesho nitaanza, subiria. Sikiliza, licha kwamba umeona opportunity, umeona fursa kubwa sana ambayo unaweza kubadilisha maisha yako. Kwa mfano, mara nyingi nimekuwa nikikuonesha uwezekano wa kutumia eneo lako dogo nyumbani kuanzisha bustani. Kama unavyoweza kuona, huo ni mnafu ambao muda sio mrefu unaanza kuchukua hela. Lakini pia ukiangalia hapa chini nini ambacho kimepelekea kila siku haufanyi nitaanza kesho, nitaanza kesho, nitaanza kesho? Sio mnafu tu peke yake, lakini pia kwamba unaweza kufanya project ya kuku katika eneo lako dogo katika mazingira hayo hayo nyumbani, na mwisho wa siku maisha yakaendelea. Kuna maswali mawili ambayo huwa unaweza kujiuliza. Swali la kwanza linasema okay, yani kuna ile dhamira. Kuna mtu anakuambia mimi lazima nifanye, yani lazima nifanye. Huyo tunaita amehamasika, na mwisho wa siku unakuta wakati unavyozidi kwenda, muda unavyozidi kwenda, ana delay na baadaye hafanyi kabisa. Lakini kuna mtu ambaye akishaona kitu, akishaona opportunity na kikaza anasema kuna sijui nikwambiaje, asemi lakini anasema moyoni. Yule anakuwa ameamini ile opportunity. Kuna tofauti kati ya kusema lazima nifanye na kuna tofauti kati ya kuamini. Kwa nini kuamini? Yaani sijui nikwambiaje uweze kunielewa, lakini tofauti yao ni nini? Mtu anayesema lazima nifanye hawezi kufanya. Ukisema nataka nifanye au lazima nifanye, kinachokuja kwenye akili yako ni kwamba kama huyo amefanya na mimi lazima nifanye, kama huyo amefanya na mimi lazima nifanye, kama imetokea kwake ana haiwezekani. Hiyo haiwezi kuleta kuchukua hatua kama unaweza kufikiri. Siku zote washindi ni wale wanaoamini. Kuamini manake nini? Kuamini ni kujua sababu. Anaweza kuwa sio mtu wa makelele sana, lakini akajua sababu kwa nini nifanye. Mentangu mmoja aliye kuniambia kwamba siku zote ukitaka kufanikiwa, tafuta sababu ya kwa nini unataka kufanya. Ukijua sababu, itakupelekea upende unachofanya. Ukipenda unachofanya, utaweza kushinda kitu kinaitwa impossibilities, vikwazo, vizuizi ambavyo watu wengi wanasema sina muda, sina pesa, ningekuwa nijipanga nipate muda na nini. Hivyo vitu vyote huwa vinakuja pale ambapo hujatafuta sababu ya msingi kwa nini unataka kufanya. Hebu niambie, siku zote umekuwa ukiona, ukihamasika kwamba unaweza kupata project katika eneo lako dogo, inaweza kukupatia kipato au kuokoa familia yako kupata chakula salama, lakini umekuwa ukisema kesho, kesho, kesho. Comment hapa chini, nini hasa unafikiri ni sababu ya msingi kwa nini wewe unataka kuingia katika project hii? Nitajibu maswali yako na nitakuonesha uwezekano. Ukitaka kutusaidia hatua kwa hatua, andika neno program kwa namba unayoona katika screen yako, kisha